na achilia moto wale pepo nyoka, wale pepo nyoka, hizo ndoto za nyoka, hizo ndoto za nyoka, hizo ndoto za nyoka. Sio moja, sio moja, sio moja. Ewe nyoka wa kichawi, ewe nyoka wa kichawi unayepambana na mkombozi wa familia, unayepambana na anayeshindana na hiyo boma, unayepambana na anayetaka maendeleo ya familia, malaika pita, malaika pita, na haribu kila madhabahu, na haribu kila madhabahu, na haribu kila madhabahu. Rosa nyoka, rosa nyoka, rosa nyoka zilizopita kwenye ndoto, zilizopita kwenye ndoto, zilizopita kwenye vyakula vilivyopita. Kuna moja pete ya ndoa wameweka kwenye maji machafu, wakasema haribuni mahusiano, haribu mahusiano, haribu asipendeke, haribu asipenye, haribu kamata. Hiyo pete aliwahi kuota anafunga ndoa kwenye ndoto, aliwahi kuota anakula vyakula kwenye ndoto, aliwahi kuota yuko na watu wakubwa wa ngazi ya juu. Huyu mtu ana nyota kubwa, huyu mtu ana nyota kubwa. Unaona watu 7 waliotaga wako na watu wakubwa. Mmoja aliota yuko na mtumishi mkubwa, mwingine akaota ni yuko na watu wa serikali. Hii kitu ana kipawa, ananyota utajiri, na ndio maana hizi ndoto zingine zinamwandama. Adui aliona atakutana na watu wakubwa, atakutana na watu wa heshima. Narudia, kuna watu waliwahi kuota wako na watu wakubwa wa serikali. Mmoja aliota yuko na rais, aliota yuko na waziri, aliota yuko na mtu mkubwa, hajajua kwa nini, hajajua kwa nini. Mwingine aliota anazini na watu wakubwa wa serikali. Katika ulimwengu wa roho ana nyota ya kifalme, ana nyota utajiri, na aliamka kusikia maumivu sehemu za siri. Katika jina la Yesu, wewe pepo uliona nyota yake, enyi wachawi mliona nyota yake, mkawa mnashindana naye. Anatembea kwenye bati, anatembea kwenye bati, nakuta kitanda cha mtu ni madhabahu. Huyu mtu ana karama, akiota ndoto lazima zitimie. Kwenye hicho kitanda wakakalia, wakasema fungeni anga, fungeni anga asiombe, fungeni anga asiombe, fungeni anga asiombe, fungeni anga asiombe. Narudisha kipawa cha mtu, narudisha nyota ya mtu, narudisha kipawa cha mtu, narudisha nyota ya mtu kwenye anga mliofunga, kwenye anga mliofunga. Huyo mama ni mbeba familia, huyo kaka ni mbeba familia. Hiyo mimba mtakula, hiyo mimba mtachukua, hiyo nyota mtachukua. Achia nyota yao. Acha kabisa. Niache kwa sababu gani? Kabisa. Niache kwa sababu gani? Unamfikisha penyewe. Unamfikisha penyewe. Unishamsaidia. Nishamsaidia vya kutosha. Sasa wewe unampeleka wapi sasa? Unampeleka wapi? Nampeleka kwa Yesu. Unampeleka wapi? Hii ni mali ya Yesu. Unampeleka wapi? Sisi ni nyoka. Kwa mnataka kumtoa kafara? Memtumia nyoka. Elisha amekosea nini? Sogeza hapa. Njoo hapa. Nataka umwachie mtoto. Acha kwa sababu gani? Acha kwa sababu gani? We, nakulegeza. Geuka huku. Geuka. Njoo kwenye moto. Haya. Nakulegeza 1, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6. Mtoto. Namuita huo mtoto kwa jina. Namzindika kwenye madhabahu ya Mungu iliyo hai. Naomba msaidie. Weka vizuri. Msaidieni asiumie. Jamani, hakuna mtu anayependa kuwa hivyo. Leta. Unaweza kumsogeza hapa. Sogeza hapa. Sogeza. Hakuna mtu anayependa kuwa hivyo, wapendwa. Hamna. Haya, hapa hapo. Haya. Namtaka mtoto wake. Namtaka mtoto wake. Huyu mtoto nasafiri kwenye ulimwengu wa roho. Na tu alipo kupitia maombi ya mamake na tumbo alilomzaa. Huyu mtoto sasa. Huyu mtoto atafanya mambo yetu. Sasa nataka mambo yenu yaharibike. Imefika tu wakati vitu vyenu viumbuke. Na nyie mlivyotumikisha inatosha. Inatosha.
Inatosha, ikibidi vilio vitande. Huyo mtoto atoliwi kafara, huyo mtoto hata kufa yaani namfunika na miali ya moto, kwamba damu yake iwe chungu, hata mizimu na mapepo wakatae. Wakiona huyo mtoto waone ni chungu, kupitia machozi ya mama yake, kupitia tumbo lililomzaa. Hatazikwa, hata kufa. Mwachie akili ya huyo mtoto, mwachie damu yake, mwachie hatua zake, mwachie maisha yake. Jamani, takuwa maskini. Elisha amekosea. Mbona udada anahangaika? Mbona hivyo? Kwa nini? Elisha tutakuwa maskini. Tutakuwa maskini. Kama akija maombi tu. Wewe maskini kutumia damu za watu. Huyo mtoto. Yaani nikifanikiwa huyo mtoto. Hadi magoro. Sogeza hapo. Njoo kwenye moto. Na hesabu mpaka 7. Unaachia mtoto wake uachie. Unaachia mtoto wake uachie. Kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo. Amri ni moja, kauli ni moja, sauti ni moja. Funga virago kwenye tumbo la huyu mwanamke, funga virago. Kwenye hilo tumbo hawakulala watoto wa kutolewa kafara wala wakufa kifo kibaya. 1, 2, 3. Mmeshateka akili ya mume wake, mmemaliza. Mnamfuatilia huyo na watoto. Sasa moto, nakulegeza kwa miali ya moto. Nakulegeza kwa miali ya moto. Geuka huku. Njoo huku. Njoo. Elisha amekosea nini? Huyo dada. Elisha amekosea nini? Mmemtoa kwa sababu si mnajua ana nguvu. Elisha, si mnajua atawafuta. Atoke asitoke, vitu vyenu vitakufa. Najua. Nataka mtoto. Ili mambo yenu yaende salama. Mume wake amchome kisu. Achomi huyu hafi. Mume wake hafi. Wataishi. Elisha. Tunamzuia hapa. Lazimisha. Tumemzuia anaibiwa vitu. Anakuja kwako. Ndoa yake tumeozesha mpaka kidole cha ndoa. Tumeozesha. Elisha. Sasa ukitutoa tunaenda wapi? Nyie mlitokea wapi? Sisi ni madhabahu ya Yobu. Aliyoko hatumtaki, anaharibu mambo yetu. Maana sisi tumekaa kwenye ardhi yake. Umeona? Tumemfarakanisha. Achukiwe na watu. Sogeza huko. Nimemsaidia. Unapiga afya yake. Uvimbe ikatoeka. Unatoa mimba sibebe mtoto wa kiume. Unahangaika naye. Umetoa? Anatoa? Elisha. Tunampiga mtoto wake. Utaki. Kwa hiyo kila kitu mkileta namsaidia. Sasa mnaandama watoto na yeye. Imeharibika. Tunamtaka sasa mtoto. Sasa hafi mtoto. Na huyu dada hafi. Mtoto. Na uzao wake hautakufa. Na huyu dada atakuja kuwa mtu wa tofauti. Na milango yake itafunguka. Na atalea watoto wake. Na watakuja kwa baraka. Lakini madhabahu yenu, moto unawaka nikiwa hapa. Na isambaratisha kupitia mwili wa huyu dada. Na kupitia udada vitu vyenu viungue moto. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4. Na kupitia udada uzao wake ufichwe kwenye madhabahu, ifichwe. Yesu, asante kwa ajili, ulikufa kwa ajili ya watu wako hawa. Hakuna anayependa kuwa hivi Mungu. Hii ni vita watu wako wanapitia kwenye ulimwengu wa roho. Kimwili adui anawaandama wamalize.
lakini mwanao huyu amekuwa akibeba maumivu, mateso kwa niaba ya family, kwa niaba ya maisha ambayo hapendi. Amekuwa akipita vita vya kutengwa, vita vya kuonekana hafai, vita vya kuonekana yeye ndio chanzo cha matatizo, vita vya kuonekana ni kwamba hana akili. Lakini Mungu ulimjua kabla hata hajaingia kwenye mahusiano. Ninaomba nguvu zako zimfunike, ninaomba neema yako imwatamie, ninaomba uweza wa kimbingu imwatamie, na tumbo lake na tumbo lake la uzao, ilo tumbo libarikiwe, ilo tumbo nguvu ya Mungu ifuatilie kizazi chake ilipo, wakawe wazima, hawatapatikana na kuzindika katika nguvu ya Mungu. Kila baa iliyopangwa kwa uzao wako na kutenga adui asione uzao wako. Amen. Pokea ufahamu wako tangu sasa. Shikio katikati ya utosi wa kichwa. Pokea ufahamu wako mwanamke, na urudi katika hali yako ya kawaida. Amen. Mama, amka mama. Amka mami. Amka mami.